Waswahili wana msemo wao, kwenye shida ndo utamjua rafiki wa kweli. Na hichi ndicho kinacholitafuna bara la Ulaya. Bara la Ulaya kwa miaka mingi sana wamekuwa wakifundishwa na Marekani kwamba adui wao mkubwa ni Urusi. Sio kweli? Yaani ni sawasawa na bara la Asia wanavyoambiwa na Marekani kwamba adui wao mkubwa ni China. Unajua kwa nini Marekani anapenda kuwachonganisha China na majirani zake au Urusi na majirani zake? Kwa sababu Urusi natural ni superpower. China natural ni superpower. Kwa hiyo anachokifanyaga Marekani ni kutengeneza vimigogoro vya hao masuperpower ili wasiwe na nguvu kama yeye. Kumbuka Marekani yeye hana shida pale anapokaa. Canada amemfanya useless, Mexico useless. Kwa hiyo hata Canada afanye vipi bado yeye ni mali ya Marekani. Mexico afanye vipi ni mali ya Marekani. Sasa Ulaya wamekuja kugundua kwamba kumbe katika shida msaada wa kweli ni Urusi. Tangia vita ya Ukraine ianze, Marekani akawasaidia Ulaya kukata yale mabomba yalikuwa yanapeleka gesi ya Urusi ndani ya Ulaya. Kwa sababu ile gesi ilikuwa inatoka Urusi, ilikuwa inafika Ujerumani, ikifika pale Ujerumani ndio inaanza kusambazwa katika mataifa mengine ya Ulaya. Yaani Ujerumani ilikuwa kama kituo kikuu cha usambazaji wa gesi ya Urusi. Sasa baada ya Marekani kufanikiwa kukata hili bomba, kwa sababu wazi inajulikana ni Wamarekani walikata ya mabomba, Nord Stream pipeline, mwambie hata Marekani wa kawaida anajua. Ulaya sio kwamba hawakuendelea kununua gesi ya Urusi. Ulaya walikuwa bado wananunua gesi ya Urusi, LNG. LNG ni liquefied natural gas. Yaani gesi inapoozwa mpaka inakuwa kimiminika, alafu ndio inasafirishwa kwenye mameli. Yaani gesi kawaida ni hewa, lakini wanaicondense, wanaipoza au wanaigandisha inakuwa kimiminika sasa. Ndio maana inaitwa LNG, liquefied natural gas. Bado walikuwa wanaendelea kuinunua hii gas. Na haikuwa kwenye vifungo vya sanction, vikwazo vya kiuchumi ambavyo Urusi aliwekewa kuanzia day one. Yaani huu mlango wa gesi waliuacha. Kwa nini waliuacha? Wangeishije? Kwa hiyo hizi kelele mnazosikiaga hawa wanasiasa wanawaambia kwenye majukwaa kwamba sanction, kuna kitu hawakukigusa ambacho ndio maisha yao halisi, ni Russian LNG. Sasa walitafuta njia mbadala za replace hii Russian LNG. Kila wakitafuta wanakosa. Kwanza walienda Marekani hawauzie LNG yake. Kweli Marekani akaanza kuleta LNG Ulaya, lakini bado LNG ya Marekani ikawa bei ghali. Wakaenda Qatar, wakaenda Norway, lakini bado haikufikia LNG ya Warusi. Yaani kila wakitafuta njia mbadala ya kuitoa Russian LNG ilishindikana. Ndio maana mimi na msemo wangu nawaambiaje ndugu zangu, huku duniani tumeumbwa kutegemeana. Huwezi kuwa self sufficient. Hata siku moja katika maisha yako usipambane kujitafutia kujitosheleza kwa kila kitu. Utateseka sana. Hata Mungu akupe uchumi mkubwa kiasi gani, bado kuna wahitaji binadamu wenzako ili uifurahie sayari ya Mungu. Hicho ndicho kinachowatafuna watu wa Ulaya, hicho ndicho kinachowatafuta hata Marekani, kwa kujiona kwamba yeye ndio Mungu wa duniani. Sasa hii ndicho inayowatafuna watu wa Ulaya. Iko hivi, katika mchakato wa kutafuta mbadala wa Russian LNG ikatokea huu mgogoro wa kodi ambao Trump aliuanzisha. Hapo ndipo watu wa Ulaya walipoamka wakaona wakutubeba katika hii dunia katika masuala ya gesi ni Urusi tu, hata Marekani sio wa kumtegemea tena. Kwa nini? Kwa sababu Marekani haaminiki tena. Stress kubwa ya Marekani ni namna ya kukua kiuchumi, awe kama China. Sasa kila Marekani akiangalia option za kupambana kukua kiuchumi, anaona ni kuwanyonya wale chawa wake ili awe na nguvu. Na hichi ndicho kitu European Union wamekuja kugundua kwamba likitokea la kutokea njaa ikaingia duniani, wa kutusaidia sisi ni Urusi. Kwa hiyo wameamua kusitisha kuwekea vikwazo LNG ya Warusi. Na hichi ndicho kinachomkasirisha hata Zelensky. Zelensky anajua Urusi anapata wapi pesa ya kumpiga. Yaani wale wanaompa kiburi Zelensky kwamba tutakusaidia kupambana na Urusi, bado wanampa Urusi pesa ya kuendelea kumpiga Zelensky. Sijui unaelewa? Yaani pesa ya kuiharibu Ukraine Urusi anaipata Ulaya nyingi kabisa. Karibia 19% ya LNG ya Ulaya inatoka kwa Urusi. Wewe unafikiri ni bei gani Ulaya wanakusanya wanampelekea Putin? Unaona? Kwa hiyo Ulaya, mimi utabiri wangu niliwaambia wazi, China atakuwa baba wa Asia. Ni swala la muda tu, wale wote waliomzunguka China
watamsalimia China maisha yao yaende. Hata huyo India anayepiga kelele kwa kumdharau China, bado atafika mahali maisha yake ataendeshwa na Mchina. Ulaya ni swala la muda tu, Putin ataendesha maisha yao, na ni swala la muda Marekani atarudi kwake, atafute lugha moja ya kuongea na Canada na Mexico, maisha yao yaende. Ni swala la muda tu. Kama mnakaa kikao cha kumkataa Putin, mnakosa jibu la moja kwa moja la kumkataa Putin. Ni nini kimebaki? Si maisha yenu yanaendeshwa na Putin? Kwenye njaa mwenye chakula lazima anaheshimika, ila mkiwa mmeshiba wote mnamletea dharau. Ndicho kinachoendelea Ulaya. Wakiwa wameshiba, Putin is evil, Putin ni dictator, Putin is nini, wanaongea maneno yote. Njaa ikiingia, tuende tukachukue gesi. Niliwaambia acheni kuokota maneno ya wanasiasa wanayoongea wakiwa wamesimama kwenye maplatform ya kisiasa. Wanachoongea huwa hawakimaanishi. Unakumbuka yule chancellor wa Ujerumani anasema tumpe Zelensky tourism missile ili aweze kupiga ndani ya Urusi. Yaani hiyo nguvu ya huyo chancellor kuongea, chakula alichokula kimepikwa na gesi kutoka Urusi, alafu anaongea hayo maneno. Yaani wanasiasa ni watu very delusional. Kwa hiyo bado Ulaya inatembea ndani ya mfuko wa Mr. Putin, na Putin anawaonea huruma sana. Angefunga kabisa na hiyo gesi, alafu aangalie wangesurvive vipi. Mtu anaweza akasema Putin hawezi kupata njia mbadala ya pesa. Njia mbadala ashapata siku nyingi sana. Warusi wana huruma, nyie hamjui. Acheni hayo maneno mliolishwa na media za magharibi kwamba Russian are evil, Warusi ni mashetani, si ndio? Wangekuwa na uwezo wa kuzuia kabisa hata hiyo 19% isiende Ulaya. Lakini Warusi wanajua njaa ikizidi sana Ulaya, Russia itakuwa na wahamiaji wengi kutoka Ulaya. Unafikiri kuna Waingereza, wa Faransa, wa Jerumani wangapi ndani ya Urusi? Hujui kuna raia wengi sana wa Ulaya wako ndani ya Urusi, wamekimbia kwao. In case hujui, Putin anajua nikiongeza njaa Ulaya mtapata wakimbizi wengi ndani ya nchi yangu. So bado Ulaya inalishwa na Mr. Putin. Shida kubwa ya watu wa Ulaya, wana zile roho za kijambazi kwamba wanataka waimiliki mali isiyo ya kwao kwa nguvu. Unajua ninavyosema magharibi ni majambazi, muwe mnanielewa. Jambazi ni mtu anayechukua mali yako huku ukiwa unamuona na uwezi ukamfanya jambo lolote. Na hiyo ndio sifa kubwa ya magharibi. Walivamia Afrika, wakachukua mali zetu, hatukuweza kuwafanya jambo lolote, walituua sana. Hivyo ndio tabia ya Marekani. Marekani anachukua mali yako kwa nguvu. Unafikiri magharibi wanavyotaka kukusainisha mkataba, ukikataa wanafanyaje? Angalia kitu magharibi wanachomwambia Iran kwamba saini haya makubaliano. Hutaki, we gonna bomb you, tutakuua. Sasa huyo sio jambazi? Kwamba ninachokisaini hakina maslahi na mimi, kwa nini saini? Yaani unasaini jambazi kuchukua mali yako katika muktadha kwamba wewe ndio umeamua kumpa. Ndio mikataba ambayo magharibi huwa wanapenda kusainisha nchi wanazozipora mali zao. Ukikataa, ndo wanakufanya kama Robert Mugabe, uchumi wake ndo wanakufanya kama walivyofanya sisi kipindi cha ujamaa wetu. So kama huendani na majambazi wanavyotaka, kazi yao ni kukuua kiuchumi au kukuua physically kama wanavyotaka kuiua Iran. Ndio maana napenda kuambia magharibi ni majambazi, kwa sababu lengo lao ni kuchukua rasilimali zako wewe kwa nguvu, aidha kwa kukusainisha mkataba ambao sio unaotaka wewe, au wavamie kijeshi kama walivyovamia Libya, au wanavyotaka kuivamia Iran. Kwa hiyo ninavyosema majambazi, huwe na picha wide inamaanisha nini? Majambazi wamegonga mwamba kwa Urusi. Kwa nini? Kwa sababu Urusi ana nyuklia. Unafikiri Libya ingekuwa na nyuklia leo hii, si bado Gaddafi angekuwepo? Hivi Iran anajifunza tu kwa hilo? Siku za majambazi zinahesabika. Elimika usiwe msomi.